maandalizi yako, kama ndio umetoka kupata hedhi hivi karibuni na unataka kubeba ujauzito, anza kufuatilia, kwa sababu wanawake wengi huwa wanaamini kwamba unapomaliza hedhi ndio maandalizi ya kubeba ujauzito yanapoanzia, kitu ambacho ni kosa kubwa sana. Yaani maandalizi ya kubeba ujauzito huwa yanaanza pale tu unapopata hedhi. Kwa hiyo ukifuatilia jambo hili, hivyo unaanza kutumia zile folic acid walau zile siku kabla ya kupata hedhi, mzunguko mwingine ukimaanisha hedhi nyingine, unapata muda mzuri wa kupumzika. Unafuatilia changamoto kama tayari ipo, unafuatilia utaratibu wa lishe ambao utaenda kuongeza mfumo wa uzazi kufanya kazi kama inavyotakiwa. Kupitia kufuatilia vizuri haya mambo, utafanikiwa kwa haraka zaidi, kwa sababu uzazi huwa sio tu bahati, bali ni kuamua kuanza kufuatilia changamoto ndogo ndogo ili ufanikiwe kwa haraka zaidi. Napenda kusema hivi kwa sababu nipo naye katika safari ya kuitwa mama. Hata yule ambaye alikuwa anahitaji huduma zetu na alikuwa anajiuliza namna gani anaweza akatupata, alitumia tu ujumbe WhatsApp unaosema kwamba ninahitaji muongozo, au wewe unaweza kunitumia hapo kwa au unaweza kunitumia hapo kwenye comment, nitakupa utaratibu ni kipi cha kufanya ili na wewe ufanikiwe kwa haraka zaidi, licha ya kwamba unategemea kupata hedhi hivi karibuni.